Kwenye eneo hili niseme tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais. Kazi ambayo imefanyika angalau imeleta amani. Yale ambayo tumeona kwa Kasumulu huku hayapo. Kwa hiyo tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais aendelee kuwa na afya njema, kwa sababu nia yake ya kuipeleka Tanzania iwe ya kidigitali, tunaona safari ni nzuri ndani ya serikali, lakini vile vile kwa wadau wetu wa sekta binafsi pia tumewasikia namna ambavyo wana moyo wa kuona na wenyewe wanaweka nguvu kubwa kuhakikisha sekta ya mawasiliano inaendelea kukaa vizuri. Kwenye hili ninarejea tena kwa Yasi pale Chitete, basi hakikisheni ndani ya mwaka huu wa fedha kadiri mmeahidi mkatekeleze. Tunafurahi sana kuona kwamba mawasiliano yao yanapatikana smoothly ndani na nje ya majengo, na hiyo ni muhimu sana. Lakini vile vile kwa wenzetu wa Airtel, kile kipande ambacho mmeshindwa kufika, hakikisheni mmeahidi wiki ijayo, wiki ijayo hiyo swala liwe limefanywa kazi. Lengo ni kuona kwamba hali ya mawasiliano kwa wananchi inaimarika. Na wote tunafahamu umuhimu wa mawasiliano. Tunahitaji kuona wananchi wanafurahia elimu mbalimbali zinazotoka katika vyombo vyetu vya mawasiliano kama radios, lakini na simu. Sasa hivi hata kama mtu anatumia 2G, still anapata vitu vingi sana, kwa sababu ataweza kuingia kwenye Facebook pale, anakutana na taarifa mbalimbali, na yeye anakupo Tanzania kuona namna ambavyo serikali inaendelea kufanya kazi. Lakini vile vile ni wasisitize sana watoa huduma wote, tuhakikishe maeneo yale ambayo tunatumia teknolojia ya 2G tuendelee ku-upgrade. Tuendeni kufanya wananchi waendelee kufurahia huduma ya mawasiliano. Pelekeni kwenye 3G, 4G, 5G. Kwa sababu sasa hivi Watanzania wengi wanajishughulisha sana kwenye kazi za kilimo, kama hapa tunaona wanalima sana, watu wanapata fedha, watu wapo vijijini wana fedha zao, wananunua smartphone, lakini sasa unapokuwa bado tupo na 2G, tunakuwa tumtendei haki. Tuhakikishe tuna upgrade hizo teknolojia kwa lengo la kuona wananchi wanaenda kufurahia zaidi. Sisi kwa umoja wetu tupaze sauti, tuwasaidie wenzetu ambao elimu ya matumizi ya namba ya siri bado hawajayajua vizuri. Tuwasisitize nyinyi watu wa huduma, mnapowapa wale mawakala wenu, kwanza wale mawakala cancel, wawe waaminifu, wawe wazalendo, na screen, wafanyeni vetting ya kutosha. Sio tu kwa sababu ni mdogo wako, ni mtoto wa mjomba wako, hana kazi, unamwambia tu nenda kavae kikoti kasajili huko tutapata posho 20,000, lakini mwisho wa siku anapeleka madhara makubwa kwenye jamii. Namba ya siri ndio maana imeitwa namba ya siri, ni ya kwake yule mtu. Tunaambiwa hata mwenza wako usimpe, hata mtoto wako usimpe, iwe ya kwako, ili linapotokea tatizo lolote iwe rahisi namna ya kuretrace. Kwa hiyo tuendelee kutoa elimu kwa wananchi, hata kama wanasajiliwa waache kutoa namba za siri kwa hawa mawakala wanaowasajili. Achukue simu yake aingize namba ya siri peke yake, akiwa anahakikisha wa kulia na kushoto hamna anayeona anacho kitaipu pale, kwa usalama wa fedha zake, lakini vile vile taarifa zake binafsi zisiwe zinasambaa bila idhini yake.